kinachotokea kinaharibu soka letu, kinaharibu taswira ya mpira wetu na nchi yetu. Hata ile kauli kwamba yaani kwamba taarifa zilizopo ligi yetu ni ya 4 barani Afrika, lakini sio kwa ujinga huu. Huu ni ujinga, huu ni upuuzi, unaweza kusema hivyo. Ni ujinga. Ni ujinga ndio. Kwa nini sio ujinga sasa? Kwa sababu watu, wewe imagine mchezo umepangiwa tarehe na watu wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali. Kuna watu wamesafiri kutoka baadhi ya nchi barani Afrika ambao ni mashabiki wa Simba, ni mashabiki wa Yanga, lakini mchezo unaahirishwa kwa sababu ambazo hazina maana. Misimu mitatu iliyopita, nafikiri kwa ni 2021 22, mchezo ulioahirishwa ilikuwa ni Simba dhidi ya Yanga hivyo hivyo. Ile mechi ilipangwa kuchezwa saa 11 jioni. Baada ya kupangwa kuchezwa saa 11 jioni, kilichotokea saa 7 mchana taarifa ikatoka mchezo umepelekwa saa 1 usiku. Young Africans wakasema mchezo unaahirishwa masaa 72 kuelekea mchezo. Yanga walifika saa 10, wakapasha pale, wakapasha misuli. Baada ya hapo ilipofika saa 12, Yanga waliingia dressing room, wakatoka. Walipotoka wakapanda basi wakaondoka, na Simba na wenyewe wakafika uwanjani Benjamin Mkapa kwa ajili ya mchezo husika. Ni Yanga anaondoka, Simba anatoka. Ile mechi ilikuja ikapangiwa tarehe nyingine, na ikaonekana Yanga walikuwa wako sawa, kwa sababu taarifa iliyotoka saa 7 mchana kusogeza masaa 2 mbele kuelekea mchezo husika haikuwa taarifa sahihi, kwa sababu hapakuwa na kitu ambacho kina ulazima au kina umuhimu sana kupeleka ile mechi mbele kwa masaa 2, na sababu hazikuwekwa wazi. Ilisemekana kwamba kuna mtu tu alipaswa, yani kuna kiongozi mkubwa alipaswa kuja kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo ndio maana ikapelekea kupeleka masaa 2 mbele. Sasa huu mchezo ambao ulikuwa uchezwe leo saa 1:15 ambao umeahirishwa, sababu zake, Simba jana walikwenda uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi. Taarifa walioitoa kwa umma kwamba meneja wa uwanja Benjamin Mkapa aliwazuia wasiingie kufanya mazoezi. Baadaye wakawasiliana na match commissioner. Match commissioner alikosa majibu ya kuwapa. Ile taarifa ya Simba imeenda mbali, ikasema kwamba baada ya match commissioner kufika, walikuja mabouncer wa Young Africans, wakaja wakazuia msafara wa Simba usiweze kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi. Walisubiri kwa masaa 2 mbele, ikashindikana, akaamua kuondoka na hawapo tayari kucheza mchezo wa leo. Hiyo ni taarifa ya Simba. Sasa wale mabouncer wa Simba wa Young Africans ni kina nani kwenda kuwazuia Simba Sports Club? Jambo kubwa ni manager kuwazuia Simba Sports Club. Yule ndio mwenye uwanja, sababu ule uwanja ni wa serikali. Kwa hiyo kama aliwazuia yeye, hakupata taarifa kutoka kwa match commissioner, hilo swala ndo sawa, kwamba yeye manager amewazuia Simba Sports Club, hana taarifa nao kwenda kufanya mazoezi pale. Ukisani mabouncer wa Yanga kunahitaji pia uthibitisho. Simba na Yanga wana mabouncer. Zamani ulikuwa una watu wanaoita makomando, lakini kiutaratibu wale ni security officer ambao wanakwenda kutumika kwenye michezo, ambao utakuwa na beji maalum siku ya mchezo. Kwa huenda wale ambao wanatajwa mabouncer wa Yanga, wakasema bouncer wa Yanga ni watu tu wamejikusanya kwenda kuwazuia Simba Sports Club. Lakini taarifa zilizokuwepo, Young Africans walifanya mazoezi jana asubuhi Benjamin Mkapa. Simba walitakiwa wafanye mazoezi saa 11, ambapo ilikuwa ni ombi la wamiliki wa uwanja, kwa sababu ule uwanja pia unafanyiwa marekebisho na viti vyote vimetolewa pale Benjamin Mkapa. Unafanyiwa marekebisho, nafungwa viti vingine na taratibu zingine. Kwa maana hiyo, kama kuna taarifa saa 11, kwa nini walienda saa 1 na kidogo? Kama walienda saa 1 na kidogo, kanuni kweli zinawataka waende muda ambao wanapaswa kucheza mechi. Wako sawa Simba Sports Club kwenda saa 1. Lakini pia hivi vitu vina makubaliano. Mechi ya Simba Sports Club dhidi ya Azam FC, ambapo wametoka sare ya 2-2. Simba kufanya mazoezi Benjamin Mkapa, Azam kufanya mazoezi Benjamin Mkapa. Walikutana siku ya mechi wakacheza. Kwa nini hawakupinga? Kwa nini leo wasikubali wacheze? Kwa maana hiyo Simba kwenye kanuni zetu za TFF na bodi ya ligi, Simba Yanga angefika, ni kwamba taarifa kwa umma isingetoka, Yanga angefika angepewa pointi 3, lakini Simba angekatwa alama 15
kanuni hizo inasema hivyo. 15 ungekata. Kama singetoa taarifa. Si ndio? Hata kama hivi na hivi Yanga wakisimamia kwenye katiba ya TFF na kanuni, Yanga anastahili kupata pointi 3, Simba wanyang'anywa alama 15. Ukienda kwenye sheria na kanuni za FIFA, Simba Sports Club hapaswi kunyang'anywa alama kwa sababu anatakiwa afanye mazoezi siku moja kuelekea mchezo. Kwenye kanuni na taratibu za FIFA Simba kwa sawa. Kwenye kanuni na taratibu za TFF Yanga walikuwa wako sawa kuelekea mchezo wa leo, kwa kiingia uwanjani wapewe pointi, lakini Simba wanyang'anywa alama 15. Kwa hiyo Simba alikuwa sawa upande wa FIFA na Yanga alikuwa sawa kwenye upande wa TFF. Na vile vifungu ambavyo Simba waliviainisha kwenye taarifa yao kwamba wanapaswa wafanye mazoezi siku moja kuelekea mchezo, Simba wako sawa. Lakini kama kuna taratibu na makubaliano mengine, Simba hayuko sawa. Lakini mwisho wa siku TFF na bodi ya ligi wangebakia kwenye msimamo ule ule, mechi ichezwe, Simba angecheza. Pasingekuwa na shida yoyote, yani Simba angecheza na maisha angeendelea. Mechi haijachezwa kutokana na uzembe wa viongozi wa TFF na uzembe wa bodi ya ligi, ambao bodi ya ligi bado sio bodi huru. Ligi ya Uingereza, ile bodi ya ligi ni chombo huru, ni taasisi inayojitegemea, na shirikisho la soka la England au Uingereza liingilii. Lakini kwetu sisi bodi ya ligi ni kamati, yani sio chombo huru, ni kamati. Hawajitegemei na wanafuata maelekezo ya TFF, kwa hiyo inabakia kuwa kamati. Kwa kitu kinachoendelea kwa bodi ya ligi hapa kwetu ni kamati ya TFF ambayo inawasiliana na TFF alafu wanaamua, sio chombo huru. Kwa kilichotokea nafikiri ni funzo, kwa sababu kuna watu wameingia hasara, kuna watu wametoka mikoa mbalimbali, nimesema kuna watu wametoka baadhi ya nchi kwenda kutazama dabi ya Simba na Yanga, lakini wamekosa hiyo fursa. Nafikiri kitu pekee ambacho kinaweza kurekebishika ni vile viingilio. Umekata tiketi 10,000, 20,000, wale watu wa N-card wanaweza kurudisha muamara kwenye simu yako. Lakini nauli yako umetoka Tabora kwenda Dar es Salaam shilingi 50,000 kule 50,000 umelala guest, kwa hiyo umepoteza zaidi ya kwa hasara. Huwezi kupata, mwenye guest hawezi kurudishia hela, mwenye basi lake hawezi kurudishia nauli, kwa hiyo tayari hiyo ni hasara imeingia kwa watu ambao walikwenda kutazama ule mchezo. Sio kwamba Simba msimamo wao mechi isichezwe wamewakomoa Yanga peke yake, na wao wamewakomoa mashabiki wao ambao wamesafiri kutoka maeneo tofauti kwenda kwa support. Mchezo utapangiwa tarehe, watakwenda washabiki wachache wa Simba, wataenda labda mashabiki wengi wa Young Africans, na Simba atahitaji mtu wa 12 ambaye ni shabiki, watamkosa. Huenda Yanga akanufaika kutokana na cloud iliyopo pale, ni watu ambao kwa upande wake, lakini atanufaika, labda atapata matokeo, atashinda. Kwa hiyo mashabiki wa Simba watarudi kuwashutumu viongozi wao, kwa nini hamkuwa fair mechi iliyopita, huenda tungeshinda. Lakini kwa hiki kilichotokea mwisho wa msimu, TFF na bodi ya ligi na wanachama wao ambao ni vilabu watengeneze kanuni kali kuelekea vitu kama hivi. Imagine hii mechi ingekuwa inamhusisha Namungo na Dodoma Jiji, mmoja Kagoma, kuna watu wangelimwa alama 15 bila kuangalia, bila kutazama, bila kujadiliana. Kesho tu kamati tendaji wangekutana na wakatoka na majibu. Lakini kwa sababu ni na kama ni kushushwa daraja wangeshushwa, ila Simba na Yanga hawezi kushushwa. Japokuwa sisi tunajifunza kutokana na wenzetu walioendelea, tunazungumzia barani Ulaya, ambapo labda Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Spain, wapi tunajifunza huko. Italy aliwahi kushushwa AC Milani, alikuwa ni Juve alishushwa Juve mpaka first league ya kule, akapambana, akarudi championship, akarudi ligi kuu, mpaka sasa hivi ana survive na ana maintain kwenye ligi kuu ya Italy. Lakini huku kwetu sisi tunaoneana aibu, kwa sababu pia wale viongozi wa TFF ni Simba na Yanga, lakini tunaenda mbali kwamba tunaamini Simba na Yanga ndio nchi. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto. Kani changamoto ndio inaathiri mpira wetu. Ifike hatua tukubaliane tu kwamba siku moja tumuone Yanga kashushwa madaraja mawili au Simba kashushwa madaraja mawili, ili akirudi wawe na adabu. Mpira wetu unaendeshwa kishikaji, unaendeshwa kiuni, ndio hii hali yote inatokea. Lakini tukistiki kwenye sheria na kanuni, nafikiri vitu haviwezi kujirudia. Uhuni, ujuaji, unanili ule ushikaji ndio unasababisha kuharibu mpira wetu. Anakuoniana aibu labda.
kuoneana aibu si ndio ushikaji huo? Sasa kuna watazamaji na shabiki wa timu zote mbili, bado baadhi yao wanajiuliza maswali kwamba mpaka sasa hivi ni timu ipi yenye kosa? Ni Simba ambao walianza kuchapisha taarifa kwa umma kwamba wao hawatocheza, na Young Africans wakajibu mapigo kwamba kama mchezo hautochezwa hii leo basi na wao hawatakubali kucheza mchezo mwingine. Kone hili sakata Yanga hawamo kabisa. Kwa sababu hili swali limetokea baina ya Simba pamoja na manager wa uwanja Benjamin Mkapa. Ndone uwanja, si ndio? Yanga ni mwenyeji wa mchezo, ila Yanga sio mwenye uwanja. Lakini mabouncer wa Yanga Africans si wanasemekana waliingilia. Unawathibitisha vipi mabouncer wa Yanga? Yaani kipi ambacho kinawapa jeuri Simba kusema wale mabouncer wa Yanga? Pia hapo kuna maswali. Kwa sababu Simba wanasema wana video, wana ushahidi wa kila kitu. Kwa ule ushahidi, ili sisi tuamini tuliopo mbali na shirikisho, wauchapishe kwenye mitandao ya kijamii, tuanze kuwaona kwamba huyu ni fulani. Alafu tukishoona ni fulani wafahamike. Twende mbali. TFF waajiliwa wote wa Young Africans wanatambulika na TFF. Tuone ile orodha waajiliwa wa Young Africans na wale watu ambao wamewamention pale ni wenyewe. Kama sio wenyewe hawezi kuwa ni Yanga. Mimi naweza nikavaa jezi ya Mashujaa, alafu mimi timu yangu ni Pamba Jiji, ndio? Au ni Singida. Alafu nikafanya vurugu, watu wakachukulia ile jezi nilovaa ni ya timu fulani, mimi ni mtu wa timu fulani. Kumbe mimi nimevaa kuiharibia ile timu. Mimi ni shabiki wa timu nyingine. Nimevaa jezi ya timu nyingine. Kwa hiyo mimi sifahamu kwenye katiba TFF kama kuna mabouncer wanaotambulika wa Simba na Yanga. Sifahamu kitu kama hicho. Kuna watu wanaoitwa security officer. Wale security officer wale ndo walinzi wa timu husika, ambapo watailinda timu wakati inaingia kwenye mchezo na kutoka kwenye mchezo. Yanga wanao watu, Simba wanao, Azam wanao, hata Tabora United wanao pia, ambao watakuwa wana beji ya timu, wana beji ya bodi ya ligi au shirikisho ambayo inawatambua. Tofauti na hapo sio kweli, kwa sababu hata ukienda kwenye kumbi za starehe kuna mabouncer. Na pale tunazungumzia ulipo uwanja wa Benjamin Mkapa, ni sehemu ambayo ina watu wengi sana. Kwa Dar es Salaam ndio inaaminika Keko kuwa na guest nyingi, lodge nyingi sana. Kwa kuna watu wa aina mbalimbali wapo. Huenda wale ni walinzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, wanalinda vifaa kwa sababu kuna ujenzi unaendelea. Kwa kwenye hili Yanga mimi sioni kama anastahili kuwekwa. Ili sakata ni la wamiliki wa uwanja, ili sakata TFF na Simba Sports Club. Yanga angeingia kwenye hili kama Yanga angekuwa kabidhiwa uwanja uwe chini yake yeye. Kwa nini Simba alipofika pale uwanjani alikutana na manager wa uwanja? Kwa maana hiyo wamekutana na mmiliki wa uwanja, na mmiliki wa uwanja akasema hana taarifa ya Simba kuja kufanya mazoezi pale. Kwa ukisema issue ya mabouncer wa Yanga, taarifa ya Simba imeanza na manager, baadaye ikafuata mabouncer. Mtu wa kwanza kuwazuia Simba Sports Club ni nani? Manager wa uwanja, ambaye ndo wamiliki wa uwanja. Kwa maana hiyo hana mawasiliano na mechi commissioner. Kwa maana hiyo mwenye nyumba amemzuia mpangaji, yeye amemzuia mtu anayekuja mle ndani kwa sababu hana taarifa naye. Kwa manager wa uwanja hana taarifa na Simba Sports Club. Kwa hiyo kama ilitakiwa kuja kufanya mazoezi muda ule. Kwa maana hiyo mechi commissioner angewasiliana na manager, watafika muda fulani kuja kufanya mazoezi mpaka muda fulani. Kwa hiyo manager hakuwa na taarifa. Na taarifa hizi atupeani kishikaji zeni taasisi. Wenda wanatumiana email, ndio? Lakini ukisoma kwenye taarifa ya bodi ya ligi, wanasema kwamba wameusimamisha mchezo huo, hautachezwa siku ya leo. Lakini pia ili kufuatia uchunguzi wa kina zaidi, kujiridhisha kwamba wale walikuwa ni mabodyguard wa Young Africans. Na Young Africans msema wao ni ule na tumeona wachezaji wameshuka uwanjani kama kawaida. Na hicho ni kufuatia na kauli yao katika taarifa ya umma waliosema kwamba wao tofauti na leo hawatacheza mchezo huu. Bodi ya ligi kusema kwamba watafuatilia kwamba wale walikuwa ni mabouncer wa Yanga, pia bodi ya ligi bado wanayumba. Ndio narudi kule kwamba bodi ya ligi ni kamati, sio chombo huru. Kwa nini bodi ya ligi wanayumba? Wanatakiwa wajiridhishe na ile taarifa ya Simba. Ile taarifa ya Simba imejitosheleza. Tuanze na manager wa uwanja, kwa nini uliwazuia Simba? Manager akijibu atafutwa mechi commissioner, kwa nini ukuwasiliana na manager?
hapo hapo tu. Hivi vitu vingine ni ziada. Kwa maana hiyo kama kukosea tayari wameshakosea manager pamoja na match commissioner, pakuwa na mawasiliano. Hawa mabouncer watakuja baadaye. Haya, ukijiridhisha wale mabouncer wa Yanga, bodi ya ligi inakuja na neno gani? Unatoa point. Kuna point za mezani, mchezo hujachezwa. Mchezo umeharibika nje ya uwanja. Kwa hiyo jambo la msingi wenyewe watakiwa adili na manager wa uwanja pamoja na match commissioner. Ndio kesi ilipo hapa. Hivi vitu vingine ndio maana ukienda mahakamani kuna mtuhumiwa namba 1, mtuhumiwa namba 2 na kuendelea. Kwa maana hiyo kwenye hili muhusika ni match commissioner na manager wa uwanja. Hawa mabouncer wanapata baadaye. Maana yake walikuwa ni watekelezaji wa mwisho kabisa. Wa mwisho. Maana yake walikuwa ni kuambiwa wao bana kuna watu wanafanya mazoezi na kuwaruhusu. Kwa maana hiyo hata wale mabouncer sio tunaenda kwenye viwanja tunawaona wale watu wa Simba na Yanga, si ndivyo Tunawaona, tunajua hawa makomando wa Simba, makomando wa Yanga ndio walikuwa wanaitwa hivyo zamani, siku hizi ndio wanawaita mabouncer. Kwa hiyo tunawafahamu wale, twende pale tukamuone kwamba wale kuna nani, kuna fulani wa Yanga, fulani wale maarufu. Kwa sababu pia kuna hizo tetesi za kufungiwa kwamba Alikamwe atapigwa nyundo tena afisa habari Dida yule wa Kagera Sugar. Lakini kuna taarifa kuna ule anajiita Dr. Mo, shabiki wa Simba, kila mtu anamfahamu kwamba naye anapigwa nyundo miaka 5, si ndio? Si wanakuwa wanafahamika wale. Kwa hiyo hao unapotaja mabouncer wa Yanga watakuwa wanafahamika, huenda labda wametolewa watu Morogoro, wametolewa Pwani, wametolewa Dodoma, mpelekwa pale Benjamin Mkapa. Huwezi kuwatambua kwa urahisi. Itasemekana tu hawa watu kutoka mkoa fulani 1 2 3. Kwa hiyo Yanga wanathibitisha vipi wale mabouncer wao? Bodi ya ligi ili wa Tanzania waridhike, atoke manager wa uwanja atoe maelezo, ikiwezekana zungumze public. Maana yake ndo shahidi mkubwa kuliko wote. Ndio taarifa ya Simba, match commissioner akawazuia Simba. No, manager wa uwanja akawazuia Simba. Baadaye baada ya kufanya mawasiliano ilipofika match commissioner, wakatokea mabouncer wa Yanga kuwazuia msafara wa Simba kuzuia. Kwa maana hiyo tayari manager alishawazuia kwa zaidi ya dakika 20. Baadaye ndo akaja match commissioner, wakatokea wale mabouncer wa Yanga. Kwa maana hiyo mtu wa kwanza ambaye anatakiwa ajibeli ni nani? Ni manager. Wa pili ni match commissioner. Kwa match commissioner kuwasiliana na manager, hakuna mawasiliano ya manager na match commissioner. Huyu bouncer ni mtu mwingine, ndio maana Yanga wako mbali kwenye hili. Kwa hiyo Yanga ni mtu wa mwisho kwenye hili. Tukiwa tunamalizia Mswahili, kwani hadhi ya dabi na dabi kutambulika kuwa kubwa zaidi katika eneo husika, hususani katika bara Afrika. Dabi ya Tanzania ya Simba na Yanga inafahamika kama inakadiriwa ni dabi kama ya 3 au ya 4. Tunaweza tukasema kwamba ndio viwango vyenyewe vya kusogelea kuwa dabi kubwa zaidi kwa ambayo yanaendelea. Ni maisha nje ya uwanja, Ukubwa wa dabi ni lile joto, labda wiki 1 wiki 2 kuelekea mchezo husika, lakini kama itoshi watu wanavyofurika uwanjani, ndani ya uwanja, nje, dabi inavyozungumzwa na ushindani wenyewe kwenye mechi, hiyo ndo maana ya dabi. Sio kufanyana vurugu, sio kuzuiana, hiyo sio dabi. Japokuwa tumeshuhudia dabi kadhaa duniani zimekuwa zikiahirishwa, kuna wakati wanacheza bila mashabiki. Nafikiri Argentina ni wale Boca, nafikiri wale Boca Junior. Boca Junior. Mara nyingi michezo yao kule huwa inaahirishwa, mashabiki hakuna kuingia na kanje ya uwanja na wanashangilia timu ikipata matokeo, vurugu zinahamia mitaani. Lakini kwetu sasa tujafikia huko, paka wale mabouncer wanazuia. Na tunafahamu popote anapokwenda Simba na Yanga huwa pia kuna ulinzi wa askari polisi. Askari polisi walikuwa wapi? Simba walitumia basi lao au walitumia private car? Basi lao ndio walikwenda nalo pale. Kwa nini hawakwenda na walinzi? Simba pia na walinzi wake walikuwepo wapi? Kwa hiyo vitu bado vinatia mashaka. Na tusubiri, nafikiri tusubiri bodi ya ligi, tusubiri TFF tuone majibu yao. Na huenda majibu ndo mchezo ushailishwa tayari. Sawa, mchezo umeilishwa, tusubiri majibu kuhusiana nini kinafuata. Kwamba nani anastahili kupata matokeo kwenye hiki, au dabi itaudiwa lini, na nani atakwenda kunufaika kutokana na hiki, kwa sababu watu wamejiandaa. Ligi ilikwenda kwenye kusimama. Kwa sababu tunaenda kwenye FIFA break. Kwa kama ligi ilikwenda kwenye kusimama, Simba na Yanga peke yao ndio walikuwa mbaki kambini, kitu kama hicho. Na mpaka leo walikuwa bado wapo kambini. Kwa hiyo tayari wameingia gharama zingine ambazo sio rasmi. Nani atawalipia? Nani atawafidia? Hiyo upande wa timu ambao tunazungumzia mchezo husika. Hatumzungumzii shabiki alitoka Kigoma, alitoka Burundi, alitoka wapi. Yeye tayari imekula kwake.
Kwa maana hiyo unamfidiaje yule mtu ambaye alikuja kuangalia ile mechi? Lakini pia ili watu waamini, tuambiwe chanzo ni nini. Ile mechi ambayo Yanga alifika saa 10 kwa ajili ya kucheza saa 11, Simba kafika saa 12 na mchezo ukafa na mechi ikarudiwa. Kila mtu anafahamu hicho kitu. Lakini mpaka leo nafahamu nini kisababisha ule mchezo usichezwe na ukaudiwa? Hakuna anayefahamu, si ndio? Kwa hili hamna anayefahamu, tukubaliane tu kwamba mchezo utarudiwa na hamna kingine kitachofanyika.